ambao kama miti iko na demand kubwa sana na iko na value kubwa sana. Samuel Muruki, mkulima katika kaunti ya Embu, anasema kuwa ardhi yenye misitu katika eneo hilo imepungua kwa kiasi kikubwa kwa muda sasa, na kwa hivyo pana haja ya kupanda mti zaidi. Kwa sababu ya zile challenges nimepitia mimi katika hizo mijengo, nimeona kama hapo na project inaitwa Trees for Wealth, yani miti ya kuinua uchumi wa watu na umaskini tumalizane nao kabisa kwa wale wananchi wa level ya chini. Muruki, ambaye amechukua jukumu la kuelimisha wakulima katika kaunti ya Embu kuhusiana na umuhimu wa kupanda mti, amesisitiza haja ya kuyalinda mazingira na kuongeza kuwa hilo litatoa nafasi kwa wakulima kujipatia fedha kutokana na uuzaji wa mti hiyo. Miti ukipanda saa hii kwa shamba, after 3 years or 5 years, huo mti utauza kutoka 3,000 na kwenda juu. Kwa hivyo mkulima asitegemee hii mambo ya kulima tumaindi, tumaragwe na bado wako na shamba. Muruki pia ameahidi kutoa zaidi ya miche ya miti 300 kwa wakulima bila malipo katika kipindi cha miaka 3 ijayo ili kuwawezesha kuimarisha kwa mazingira na kumaliza umaskini kwenye jamii. Amesema kuwa kila wakulima 5 katika kaunti ndogo ya Runyenjes watapata miche 200 ya miti kila mwaka, akisema kuwa hatua hiyo itaongeza idadi ya miti katika jamii na kuboresha mazingira. Mradi huo unaambatana na juhudi za serikali katika kuboresha maeneo yenye misitu ili kuafikia malengo ya kimataifa. Sheila Chebi kwa macheo ya KTS.